Tumchezee kwanza Yesu kwa kisirimba, kwa maana ni kumtukuza, ni kumuinua kwa kazi alizozifanya hapa duniani. Huu mwezi wa 4 ndio maana tulikuwa tukisema ya kwamba ni mwezi wa uumbaji upya katika maisha yetu, na ni mwezi unaoleta baraka kwetu. Kwa maana tulikuwa tumefungwa, lakini tukafunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Karibu sana kwa yule ambaye ana kisirimba, tuweze kumchezea Yesu. Kama wewe hauchezaka tukuruhusu mpaka tucheza. No, mtu anachezaka wakati ameguswa. Karibu sana. Hariko mwana ukuriki ngo dushaka gusirimba na usane bintu bitashoboka none bira ini bizasa dukwiba simana kumenya kwa hata kuturudi kumbuka difurero kumbuka byose
awabariki. Amen. Amen. Amen kanisa. Amen. Tusome neno la Mungu. Leo tungali tu katika ile tena ya kusema kwamba mwezi wa 4 ni mwezi wa fungulivu, mwezi wa kuwa restore, mwezi wa kubadilishwa, mwezi wa kuumbwa upya, kuumba vitu vyetu upya, vile ambavyo vilikuwa vimefifia. Bwana atavitengeneza upya. Sema amen. Amen. Na katika neno hili tutasoma kwanza Matendo ya Mitume. Tutasoma Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutasoma Matendo ya Mitume soma neno la Mungu. Tunasoma Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wake wa 3 hadi wa 8. Ndio. Neno la Mungu linasema hivi: wale aliowazirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yuwai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, ndio aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ndio ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Baada ya siku hizi chache, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Bwana, huu ndio wakati muafaka unapokwenda kuwarudishia wana wa Israeli ufalme wao. Akawaambia, akawajibu, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Ndio. Lakini mtapokea nguvu, ndio, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa dunia. Amina. Amen. Soma sura yake ya 2 mstari wa 17 mpaka 21. Tunasoma Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wake wa 17 hadi 21. Ndio. Neno la Mungu linasema hivi. Inaongeza kusema nini? Itakuwa siku za mwisho. Itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitawamwagia watu wote roho yangu. Ndio. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Ndio. Na vijana wenu wataona maono. Na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu. Nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu. Ndio. Na ishara katika
katika nchi chini. Ndio. Damu na moto na mvuke wa moshi. Ndio. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri. 21 na ndo mwisho nasema hivi. Ndio. Na itakuwa kila atakaye litia jina la Bwana ataokolewa. Amina. Amen. Katika siku za mwisho, asema Bwana wa majeshi, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Hata juu ya watumishi wangu nitamwaga roho wangu, nao watatabiri. Hata watumishi wangu nitamwaga roho wangu, watatabiri. Nami nitaonyesha maajabu mbinguni juu na ishara duniani chini ya damu, moto na mvuke wa moshi munene. Jua litakuwa giza na mwezi utakuwa mwekundu kama damu kabla ya kuja siku ile kuu ya Bwana iliyo tukufu. Lakini yeyote atakaye liita jina la Bwana ataokolewa. Neno la Mungu. Amen. Jina la Bwana na libarikiwe. Amen. Nataka niseme kuhusu usomaji wa kwanza ambao tuliweza kusoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wa 3 mpaka 8, ambapo Yesu aliagiza wanafunzi wake akawaambia ya kwamba msitoke Yerusalemu. Yani lile lilikuwa ni agizo la Yesu Kristo kwa wanafunzi na watu wote waliokuwa pale mahali ambapo alikuwa kinyakuliwa kwenda mbinguni. Akawaagiza, nendeni Yerusalemu, msitoke Yerusalemu, mkae Yerusalemu mkisubiri nguvu za Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na wakati huu ni wakati wa kubadilishwa mara tena. Ndio maana niwaambia kwamba huu mwezi wa 4 ni mwezi wa kutengenezwa upya. Ni mwezi ambao utaturudisha kwa nafasi zetu. Ikiwa tulikuwa tumepoteza nafasi yetu, lakini huu mwezi ni mwezi wa kuturudishia kile ambacho kilikuwa kimenyanganywa na shetani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nikawaambia kwamba wakati Yesu alipokufa, wakati walipompiga mkuki kwenye ubavu ukaingia direct mpaka kwenye roho yake, aliweza kukata roho, aliweza kushuka. Biblia inasema wakati alitaka kukata roho, alisema ya kwamba Baba, naiweka roho yangu mikononi mwako. Naweka roho yangu mikononi mwako. Ni kusema kwamba nimejikabidhi ndani ya mikono yako. Alishuka mpaka kuzimu. Aliposhuka kuzimu, alienda kunyang'anya funguo. Hakusema alienda kuomba, alienda kunyang'anya kwa nguvu. Aliweza kushurutisha shetani, leta funguo, leta funguo, nifungue wale ambao walikuwa wamefungwa. Unajua kuna watu wengi wamefungwa kwa minyororo. Kuna watu wengi wamefungwa maisha yao. Kuna watu wengi wamefungwa baraka zao. Kuna watu wengi wamefungwa kuendelea kwao. Lakini leo Yesu anaenda kufungua kila mnyororo, kila kitu kilichokosekana katika maisha yako. Huu mwezi niliwatabiria na kusema kwamba Yesu anaenda kufungua mjina lake Yesu Kristo. Haleluya kanisa. Amen. Wala tusiogope, wala tusibabaike,
Wala tusiseme kwamba Mungu ametuacha. Mungu hajawahi kuacha walio wake. Mungu kila mara, kila wakati anasema ninamkumbuka mwanadamu, ama ninamuonea mwanadamu mambo mazuri kila wakati. Mungu hajawahi kutuwazia mabaya, anatuwazia mema kila siku. Sema amen. Amen. Na usione kwamba haujafikia lengo lako ama haujafikia haja ya moyo wako, useme kwamba labda Mungu asikiaje maombi yangu. Mungu anayasikia. Ana reserve ile maombi yako quelque part ili apate kuyajibu siku moja. Hapa inasemeka kwamba kuna hasara ya mtu kutoka Yerusalemu. Mtu kitoka Yerusalemu, kuna hasara ambayo inaweza kukupata. Ukitoka kwa Yesu, ujue kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kukupata, ukapata shida. Chini niseme hivi. Yesu akasema katika mti tawi likianguka, tawi likitoka kwenye mti linakufa. Yaani linakauka. Likianguka kwenye tongo linakauka. Yaani Yesu ndiye mti na sisi ni matawi. Tunapanda kwa Yesu. Sasa wewe ukijiondoa kwa Yesu, ujue kwamba kule kwenye unaenda kuharibika. Unaenda kuharibika. Hiyo ndio usitoke Yerusalemu. Na kuna faida ya mtu kukaa Yerusalemu. Kwa maana ni agizo ambalo Yesu aliweza kutuachia. Aliweza kuachia mitume, aliweza kuachia marafiki zake, aliweza kuachia ndugu zake. Kwa maana alisema ninyi si mitume tena, ninyi ni marafiki zangu na ndugu zangu. Amen. Sisi ni ndugu za Yesu katika Mungu aliyemtuma kuja kutukomboa. Na tena sisi ni mabibi harusi wake. Siku atakapokuja tutamlaki mawinguni. Tutaenda kumlaki mawinguni. Sijui kama hiyo siku itakuwa ni siku gani ambayo itakayokuja. Kwa sababu Biblia inasema kwa wale wote watakaobaki kwa siku hiyo watalia na kusaga meno. Watalia na kusaga. Mlishasikia mtu mwenye anasaga meno? Mlishasikia mtu mwenye anatafuna meno? Yaani hivyo ndivyo taishi. Kulia na kusaga meno. Yaani itakuwa ni siku ya uchungu sana. Itakuwa ni siku ya kuona kwamba hakuna kile ambacho nilichokuja kukifanya duniani. Heri singeliweza kuzaliwa. Utalia na kusaga meno kusema kwamba heri singeliweza kuzaliwa. Kwa sababu itakuwa ni siku ya uchungu. Tukumbuke wale mabikira 10 waliokwenda na taa zao wakaenda kumlaki Bwana. Wakati walipofika, siku zikaenda, wamoja taa zao zikaisha mafuta. Wale 5 taa zao zikaisha mafuta. Na wale wengine 5 taa zao zilikuwa zimejaa na walikuwa na akiba kwenye vigudulia ya mafuta ya taa. Sasa wakati wa manane ama sasa manane, wale walioishiwa mafuta waliweza kusema ya kwamba sisi taa zetu zimesimika, mtusaidie na mafuta ndugu zetu. Wale wenye busara wakawaambia kwamba na sisi hii akiba ambayo tuko nayo tunataka kuiweka kwenye taa zetu. Sasa nyinyi muwahi kungali mapema, ingali saa 6 za usiku, enendeni kwenye duka mununue mafuta. Nao wakatoka wakaenda kununua mafuta. Walipokuwa huko, barabara ikalia, baragumu ikalia, kelele zikatokea. Wakatoka nje wakasema bwana harusi amekuja, twende tumlaki. Kwa sababu walikuwa wamekaa Yerusalemu, walikuwa wamekaa fasi moja, wakatulia kwa kumchunga bwana harusi. Yesu akawaambia msitoke Yerusalemu mpaka siku nitakapo ruhusu Roho Mtakatifu ashuke, awashukie, awavike nguvu, ndio mtatoka. Hao mabikira 5 mahali ambapo walikuwa kwenda kununua mafuta walisikia tu kelele,
bwana harusi amekuja. Wale ambao walikuwa tayari na mafuta waliweza kuwacha tena taa zao kwa nguvu sana, wakatoka nje, wakaenda wakamlaki bwana harusi. Alipokuja waliingia katika nyumba na milango ikafungwa. Milango ikafungwa. Wale 5 ambao walikuwa kununua mafuta nao walikuja, walishawasha taa zao, lakini walipofika kwenye mlango walipiga hodi, hodi hodi, na sisi ni mabibi harusi wako, tufungulie. Bwana akawaambia, nyinyi si wajui, ondokeni, si wajui. Ni ole sana, ni ole katika dunia mtu amtumikie Mungu na kisha kesho Mungu amkane amwambie sikujui, kwa ajili tu ya mambo ya dunia. Mambo ya dunia hakuna mahali ambapo itakapotupeleka. Mambo ya dunia hakuna kwa itatufikisha, lakini heri kwa wale ambao watakao mlaki bwana harusi mawinguni. Haleluya. Tungali tunaona kwamba dunia ni nzuri na mambo yake ni mazuri, lakini Biblia inasema aseme wakati wa mwisho Bwana atachukua dunia yote na mambo yake yote, atayakunja kama karatasi na kuitupa katika moto. Sasa na kuhakikishia mtoto wa Mungu na kuambilisha ukweli, kama unataka kuishi maisha yaliyo bora na Yesu Kristo, acha mambo ya dunia. Acha vitu vya dunia. Kwa sababu hapa kwenye Pentecost ni ukamilisho ambao Yesu amekamilisha kila ambacho Bwana alikuwa akimtuma kuja kukomboa mwanadamu. Wakati aliposhuka kuzimu, alinyang'anya shetani funguo, akafungua kila gereza akafungua. Wale wote ambao walikuwa wamefungwa wote wakatoka na wakaonekana mu Yerusalemu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Kufunguliwa maisha, kufunguliwa katika kiroho. Watu wengi wamefungwa kiroho. Watu wengi wamefungwa kiroho. Sitaki kusema tu ya baraka za kimwili, lakini nataka nikwambie kuna baraka za kimwili na baraka za kiroho. Baraka za kiroho ni zile ambazo wanasema kwamba usitoke Yerusalemu. Kuna faida mtu kukaa Yerusalemu. Kuna faida mtu kukaa kwa Yesu, kujibandika kwa Yesu, kukua kole kwa Yesu, maisha yako yote kaa kwa Yesu. Kwa maana vya dunia vitapita. Dunia na mambo yake yote yatapita, lakini ufalme wa Mungu utadumu milele. Haleluya. Amen. Tusidanganyike wapendwa, tusidanganyike na mambo ya dunia. Hivi vitu vya dunia, watoto wa Mungu, vitapita. Na uhakikishia na kuambia kwamba kama vile mtumishi wa Mungu, hivi vitu vya dunia vyetuko tunao kwamba ni vizuri, vitapita. Ulishawahi kuona mtu anakufa na mzika na gari lake? Tuambilishane kweli. Ushaona tajiri amekufa, bakamata Prado yake wakamwambia, baba hivi umekufa, wende na hii Prado mkuzimu. Ulishaiona? Gari inaweza enea metre 1 kwa metre 2. Nyumba ya mtu ya mwisho ni metre 1 kwa metre 2. Unaenea mule. Gari inaweza enea mule? Hapana. Tujue ya kwamba hata kama tungali tunaweka fiere, tungali tunaweka misa mu maisha, tuelewe ya kwamba mwisho wetu ni kuingia tu mu udongo kwetu tulitokaka. Tunaelewa kwamba tulitoka mu udongo. Kule ambako tulikotoka ndiko tutakaporudi tena. Sasa ndio maana nasema watoto wa Mungu, tuache misa, tuache blake katika kumtumikia Mungu, katika kumfuata Mungu. Bila vyote wako na kwamba ni vizuri katika dunia, vyote vitapita. Vitapita na wakati wake. Wewe na sanduku na udongo ndio utakuwa marafiki zako. Sasa na shetani akiwa pale karibu yako kama haukumwamini Yesu Kristo. Na yule ambaye alimwamini Yesu Kristo, yeye na sanduku na udongo na Yesu Kristo akiwa pale. Kwa maana wanasema kwamba kaburi la watakatifu wa Mungu hulindwa na malaika kutoka mbinguni. Hakuna mtu anaweza chezea kaburi lako wakati umekufa katika Yesu Kristo. Hakuna. Hakuna kabisa. Nisema hivi, katika sura ya 2 neno la
inasema ya kwamba Bwana akaagiza katika siku za mwisho, asema Bwana wa majeshi, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Katika siku za mwisho nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Hapana wenye walikufa, wenye wangali hai. Anasema binti zenu, watoto wenu wote watatabiri. Wakati watakapojazwa na Roho Mtakatifu watatabiri. Na watumishi wangu nitawamiminia Roho Mtakatifu, watajazwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Na kanisa linalopinga Roho Mtakatifu, lile kanisa haliko la kwenda mbinguni. Hapana, haliko kabisa. Unasikia kanisa zingine zinasema hivyo vya Roho Mtakatifu vilikuwa vya zamani. Hakuna vya zamani na hakuna vya sasa. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Amen na kanisa la Mungu. Amen. Nasema Mungu hajawahi kubadilika na hata badilika, hapana. Anasema yeye yule yule jana, leo na hata milele. Lakini kusema vya Roho Mtakatifu vilikuwa vya zamani. Mkisikia watu wangapi wanajazwa na Roho Mtakatifu, ni kusema kwamba biko wanasema bongo. Hakuna bongo. Kama Bwana amemimina roho wake juu yako, kutabiri utatabiri tu. Sasa anasema wakati wa mwisho, jua tuko tunaona linaangaza bweupe, liko nyeupe kabisa, mwangaza mzuri sana kabisa. Anasema kwamba lile jua litageuzwa damu. Mwangaza wake utakuwa damu. Utakuwa mwekundu. Utakuwa rouge. Tena ile rouge kabisa ya kufifia sana, kwenye uwezo na tashindani. Ndio jinsi jua litakapokuwa. Na mwezi utazimika kabisa. Dimashe pasa tulisema kwa uumbaji wa Mungu aliumba mianga miwili mikubwa. Aliumba jua ndio mwanga mkubwa, akaumba na mwezi ndio mwanga mdogo, akaumba na nyota pia. Sahi tuko tunaona mwangaza huu ungali mzuri sana kwetu, lakini siku za mwisho, siku ya mwisho, hii jua tutashituka imekuwa ni damu peke yake. Ndio maana nataka niambie kanisa, tuache msaa katika maisha. Vitu vya dunia visitudanganye. Vitu vya dunia visitutoe uwepo wa Mungu. Vitu vya dunia visitutoe Yesu. Vitapitwa na wakati. Leo kali naviona kwamba ni vizuri, lakini wakati utakapofika utalia na kusaga meno na kupiga hodi kama hawa wabiti ambao walikuja kupiga hodi. Yesu akawaambia, ondokeni, sikuwafahamu, sikuwajua. Tuogope hiyo siku ya mwisho. Ndio maana Mungu aliambia watu wamoja kusema kwamba kwa nini mmekimbia kihama ya siku za mwisho? Kwa nini mmekimbia kihama za siku za mwisho? Walijua kwamba siku ya mwisho si siku nzuri kwao. Wakakimbilia usalama kwa Yesu. Wakakimbilia usalama kwa Yesu. Kwa Yesu ndiko kuna usalama pekee. Kwa Yesu ndiko kuna amani pekee. Hakuna mahali pengine tunaweza pata amani isipokuwa kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo pekee. Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima wa milele. Bila kupita kwa Yesu hawezi kumwona Baba, hawezi kumwona Mungu. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kutufikishia kwa Baba isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Hao wengine wote wanaojiita mitume na nini tusa, wale wote ni fake isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Ndiye alitukufia msalabani. Ondoleo la dhambi likaonekana. Akaturestore. Tulikuwa tumefungwa, lakini akatufungua kwa kufa kwake. Akasema, mimi nimejifanya kuwa maskini ili nyinyi mpate kutajirika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.
Pentekoste, kuna swali ya kwamba Pentekoste ni nini? Hapa kuna swali linasema kwamba Pentekoste ni kitu gani? Sitaki kuuliza kanisa hapa. Nataka niseme kila ambacho Mungu aliweza kunifunulia na kila ambacho Roho wa Bwana aliweza kuweka ndani mwangu. Pentekoste ni hesabu ya siku 50. Ni hesabu ya siku 50 ambazo Yesu alizozifanya duniani wakati alipofufuka. Mpaka wakati Roho wa Bwana alipoweza kushuka. Alifanya siku 40 na akaenda mbinguni. Huko mbinguni akafanya siku 10, akashusha Roho Mtakatifu. Ni hesabu ya siku 50 ambazo Yesu alizifanya mpaka Roho wa Bwana akashuka. Tuseme amen. Amen. Na kama nimewaambia tuseme amen, hiyo ndio kweli. Alifanya siku 40 akiwa hapa duniani na akafanya siku 10 akiwa mbinguni wakati Roho Mtakatifu aliposhuka. Wakati aliwaambia kusiwe mtu atatoka Yerusalemu. Kusiwe mtu atatoka Yerusalemu mpaka saa utaona Roho Mtakatifu anashuka, ndio mtatoka. Ndio wakati walipopata Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha mbalimbali. Ndio hapa sana nasema watumishi wangu, watoto wenu na binti zenu nitawamiminia Roho Mtakatifu na watanena kwa Roho Mtakatifu, watanena kwa lugha. Na hapo ndipo Bwana aliweza kufanya makao ndani ya mwanadamu. Alikuwa bado hajakaa ndani ya mwanadamu. Hapo ndipo Bwana aliweza kukaa ndani ya mwanadamu. Alishuka kae na mwanadamu. Ndio maana tunasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Amekaa ndani mwangu. Wakati waliponena kwa lugha, watu waliokuwa nje wakachanganyikiwa, wakasikia watu wanasema kwa lugha mbalimbali. Wengi wakasema kwa saa 3 za asubuhi. Watu walishaanza lewa saa hii. Unajua Ulaya ni desturi yao watu kutokulewa saa hii saa 3 za asubuhi. Hapana. Hapana. Afrika ndio ilikuwa nakutana mtu saa 4 ashaanza piga mawist. Sasa unajiuliza huyu mtu atatafuta maisha wakati gani? Mwenyewe uko nalewa saa 4 za asubuhi. Maisha ataitafuta. Petro Shusha Petro akasimama akatoka akawaambia, ndugu zangu wapendwa, sisi hatujalewa kwa mvinyo lakini tumelewa kwa Roho Mtakatifu. Sema amen. Hata tulewe Roho Mtakatifu baada ya kulewa kwa mvinyo, baada ya kulewa kwa pombe, baada ya kulewa kwa sigara, baada ya kulewa kwa bangi, baada ya kulewa kwa vitu visivyowezekana, tulewe kwa Roho Mtakatifu. Aliwaambia, ndugu zangu, hatujalewa kwa mvinyo wowote ule, lakini Roho wa Bwana aliyeshuka ndani mwetu ndiye aliweza kutulewesha. Haleluya. Aliweza kutoa neno. Hapa nguvu za Bwana ziliweza kujaa Petro. Aliweza kufundisha neno la Mungu. Neno la Mungu liliingia katika watu wale. Watu 5,000 wakaokoka pale pale. 5,000 personnes wakaweza kuokoka. Haleluya. Unajua hivi, tunaona vya dunia, tunaona ni vya pesa sana. Tunahesabu pesa, tunaangalia manyumba tulionayo, tunaangalia magari tulizonazo, tunaangalia life tulionayo, tunasema ça c'est bon, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je dis encore, ce n'est pas bon. C'est le malheur. Haleluya. Wakati atakapofika utajiuliza, eske Dimitrisi ule mwenyewe nilikuwa nasimama kwa madhabahu nikifundisha watu na leo hii mimi nimebaki kweli? Parapande media nimebaki. Sasa nilikuwa nafanya nini? Kumbe Trise umegeuzwa kuwa kilalo cha watu wengine. Watu wamekupitia, umewafundisha, walisikia neno lako, wakapita, wakavuka, wakaenda, sasa wewe umebaki. Ni kama vile kilalo. Kwa maana kilalo kinavusha watu, kinavusha magari, kinavusha kila kitu ili wasiingie kwenye maji. Sasa kilalo kinabaki pale milele na milele, kinabaki pale.
lakini watu wanavuka wanajiendea. Na hivyo ndivyo na sisi pia, kama hatutakuwa makini katika kumtumikia Mungu, tutakuwa bilalo vya watu wengine. Wengine watakuwa nasikia sisi tunahubiri, banatoka banaenda, sisi tunabaki. Lakini naweza kukushauri ya kwamba usikubali kubaki siku ile. Kwa sababu ile siku ni siku ngumu sana, siku ambayo itakayoleta shida katika maisha yetu. Tunaelewana watoto wa Mungu? Tuko tunasikilizana? Mtumikie Mungu kama utakufa kesho. Acha Roho wa Bwana kuongoze katika kumtumikia Mungu. Acha Roho wa Mungu akuongoze katika kumtumikia Mungu. Wapendwa watoto ya Mungu, tusifanye msa katika maisha ya kiroho. Nawaambia kwamba Biblia inasema dunia na vitu vyote vilivyomo, siku ile Bwana atakunja dunia yote kama karatasi. Hii karatasi, hii papier. Simnaona iko ndefu na kubwa, si ndio? Hii ndio dunia. Yaani mfano, hii ndio dunia. Sasa dunia kama vile sisi wanadamu tunaiona kwamba ni kubwa zaidi sana, si ndio? Tunaiona ni kubwa sana, lakini kwa Mungu ni kitu kadogo sana. Ona sasa takakunja. Ona ile karatasi. Nani anaamini kama ile karatasi ndio hii? Hakuna. Sasa Biblia inasema atakunja dunia kama karatasi na mambo yake yote, manyumba, magari, maosea, malake, mabitu gani, vyote na mamiti na mangombe na vitu gani, vyote na wale wote wenyewe walibaki, anavikamata na kuvitupa motoni. Sasa wale ambao waliweza kuimarika katika Yesu Kristo watapelekwa moja kwa moja mpaka mbinguni. Biblia asema siku hiyo wa malaika watauliza Yesu Kristo, hawa nao ni wanani? Siku watauliza, wa malaika watashangaa na kuuliza, hawa nao ni wanani? Kisha Yesu atawajibu, hawa ni wale ambao walishinda ziki za dunia. Sema amen. Amen. Hawa ni wale ambao walioshinda vita, waliopigana na Shetani, waliomshinda Shetani katika dunia. Hawa ni mashujaa. Hawa ni mashujaa. Wamalaika wanatuogopa sana, kwa sababu wanapojua ya kwamba mtu ametoka duniani, ameshinda Shetani, wanamuogopa sana. Wewe ulikuwa na nguvu gani kumshinda Shetani? Kumbe Roho wa Bwana aliyeingia ndani mwetu ndiye anayetusaidia. Kwa maana anasema kwamba ninayaweza kupitia wewe unitiaye nguvu. Nguvu ambazo Bwana ameweka ndani mwetu, ndio maana tunaitwa washindi. Bila nguvu za Bwana hatuwezi kuitwa washindi. Amen kanisa la Mungu. Kumbe katika hali hii, katika kuwa restore, hakika ninawaambilisha ukweli. Kama Mungu anaweza restore maisha yetu, kama Mungu anaweza kutuumba tena upya, kwa maana anajua kwamba kuna mahali ambapo tulikuwa tumekwama, kuna mahali ambapo tulikuwa tumeenda vibaya, lakini tukiruhusu Roho wa Mungu akae ndani mwetu tena, tutakuwa watoto wazuri mbele za Mungu. Tutabarikiwa 100% mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumetengenezwa tena upya. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kuna mwimbaji mmoja akasema, nifute tena, niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, niguse. Yes, kama Bwana anagusa tena maisha yako, kama Mungu anarestore maisha yako, jua ya kwamba hautabaki jinsi ulivyokuwa.
utakuwa mabadiliko. Na kila mara mimi nasema mtu akiwa na marafiki wabaya hutembea vibaya. Ukiniambia rafiki yako leo na kunionyesha huyu ndiye rafiki yako, nitakwambia kwamba kesho yake utakuwa kama yeye. Kila yeyote aliyeshikamana na matajiri, na kuambilisha ukweli, msampusa 80% yote ni matajiri. Hiyo si wadanganya. Kila yote ambaye alishikamana na mapasteri, batumishi ya Mungu, leo nao ni mapasteri. Nao ni mapasteri. Na kila mamote bale ambao walishirikiana na walevi na wavuta mabangi, nao ni wavuta mabangi na ni walevi. Mimi naenda kumtoa kwa shetani usikiona kwamba wewe ndio wanabeba sasa. Nguvu zinazidiana. Acha kushirikiana na watu wasiofaa. Acha kushirikiana na watu wasiofaa. Wale watu wasiofaa watakupeleka katika mambo yasiyofaa. Amina kanisa. Amen. Ni wachache sana, ni wadogo sana wanaosimama tena kwenye msimamo. Lakini nakwambia ukweli, hii ndio neno la mwisho, ya kwamba ikiwa kuna mahali ambapo ulikuwa umeenda vibaya, toka kule, kwa sababu kule si kwenu, ni mahali pabaya. Ni mahali pabaya. Rudi kungali haraka. Mtoto mpotevu, mwana mpotevu alipoona kwamba ameanza kula na nguruwe, ameanza kuchangia chakula na nguruwe, aliweza kukumbuka kwao. Akasema ya kwamba kwa baba kuna watumishi wangapi ambao wanakula na kunywa. Kwa nini mimi niteseke? Kwa nini niteseke? Aliweza kuamua moja kwa moja, akasema nitarudi kwa baba. Sema amen. Amen. Uamuzi wako utakurudisha kwa baba yako. Ukishamua tu utarudi kwa baba yako. Nataka tuombe Mungu, kwa maana njia tunazozipitia haziwezi mpendeza Mungu hata siku moja. Lakini tukirudia kwa baba, na baba atatutendea aliyo mema. Mungu ni mwenye rehema na ni mwingi wa upendo, mwingi wa rehema na mwingi wa upendo. Yeye anaweza yote, kwa maana katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kuliweza kutubadilisha, kuliweza kututoa vile ambavyo vilikuwa vimetufunga. Tulikuwa tumefungwa na giza, tulikuwa tumefungwa na minyororo, lakini Yesu akasema yote yamekwisha msalabani. Yote yamekwisha msalabani. Alipotaka kukata roho akamwambia, Baba uwasamehe, kwa maana lile ambalo walilofanya hawajui kenye walichokifanya. Kumbe tu kwa niaba yangu uwasamehe. Haleluya. Tuombe Mungu. Piga konde ndani ya moyo wako. Yaani fikiria ndani ya moyo wako. Fikiri nini kenye ulipitia. Nini kenye ulipitia katika maisha. Mwambie Bwana, mimi mwenyewe singeliweza kujitoa kule ambako nilikokwenda, lakini wewe mwenye uwezo na mwenye mamlaka umeniwezesha kurudi mara tena. Huyu mwana mpotevu hangeliweza kurudi, hangeliweza kujitoa kule, lakini alipoamua, unajua kila kitu ni kuamua. Naamua kuanzia leo sitakuwa tena hivi. Na unabadilika. Na unabadilika. Piga konde ndani ya moyo wako. Ujiulize, nini nilichokifanya? Nilifanya nini? Nini kinaweza kunitoa kwenye upendo wa Kristo? Kitu gani ambacho kinaweza nitoa kwenye upendo wa Kristo? Yeye anasema eske ni njaa, ni kukosa mavazi, ni kukosa pesa, ni kukosa mahali pa kulala, ni kukosa chakula, ni kukosa nini? Anasema hapana, kile vile vyote hawezi kukutoa kwa upendo wa Kristo. Kumbe sasa turudi mu upendo wa Kristo. Wapendwa, naweza kuwaomba kwa heshima zenu, kwa maana nawaheshimu na ninawapenda sana. Tunaweza kusimama tu kwa miguu yetu pale mahali tulipo. Tusimame tu kwa miguu yetu, tuombe Mungu, tumwambie Mungu, Bwana uturehemu. Huu mwezi wa 4 tunahitaji uwe mwezi wa ufungulivu. Tunahitaji uwe mwezi wa kuturestore mara tena, kutugeuza mara tena, kutoa vile ambavyo vilikuwa vimetusumbua.
Simama tu pale kwenye huko, ukipiga konde ndani ya moyo wako, ukijiuliza nini ambacho niliweza kukosea miaka iliyopita, miezi iliyopita, siku zilizopita, wiki zilizopita, nilitembea katika njia zisizompendeza Mungu. Uombe Mungu akwambie, mwambie kwamba Baba, naomba nisamehe, nataka nirudi kwako mara tena kikweli kweli, kwa maana dunia hii isitudanganye. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Acha tuombe Mungu. Naza nikakuruhusu ukaweka mikono yako miwili kwenye kifua chako, ukiwa ukiomba Mungu, ukimwambia Bwana, wewe ndio unajua maisha yangu, unajua kutembea kwangu, unajua kutoka kwangu na unajua kurudi kwangu. Wewe Mungu unirehemu. Kila mtu ajiombee rehema kwa Mungu, mwambie Mungu, leo nakuja kwako mara tena, narudi kwako mara tena kikweli kweli. Karibu tuombe Mungu sisi sote. Baba, katika uweza wa jina lako Yesu Kristo Mnazareti uliye hai, nakuja kwako mimi mchafu na msaifu na mnyonge, nikiwa mbele zako Bwana katika madhabahu matakatifu. Wewe ndio unayejua njia zangu nilizozipitia. Unajua njia za wapendwa walizozipitia. Unajua njia za watu wako walizozipitia. Baba, kila mmoja namjua na kumtambua sawa sawa na jinsi unavyotuona. Hakika Mungu, tunakuja kwako tukiomba Bwana uturehemu, utusamee makosa yetu, utusamee dhambi zetu. Kwa maana vyote tulivyovipitia, vyote ambavyo tulivyovifanya, inawezekana Baba vinaonekana machoni pako vibaya, lakini muda kama na huu, saa kama na hii, tunaomba Bwana utusamee. Tunaomba Yesu turehemu. Mimi niko hapa Bwana, naomba Yesu unisamee njia zangu zote unazoziona na unazozitembelea. Baba, na kuomba unisamee. Naomba Bwana unirehemu. Naomba Yesu Kristo unitakase kwa damu yako iliyomwagika kutoka ubavuni mwako. Naamini ya kwamba ulipopigwa mkuki ni kwa ajili ya dhambi zangu. Ulipoonekana ya kwamba umezaraulika, uliachwa uchi, ni kwa ajili ya dhambi zangu. Ulitemewa mate, ni kwa ajili ya dhambi zangu. Ulitendewa mabaya yote, ni kwa ajili ya dhambi zangu. Lakini ukasema ya kwamba wewe umemtafuta mwanadamu ili upate kumwokoa. Na mimi Baba, nahitaji wokovu wako. Nahitaji Bwana uendelee kuniokoa, uendelee kunikingia, uendelee kunilinda. Mkono wako ulio hodari usipunguke juu yangu. Roho wako Mtakatifu acha Bwana endelee kukaa ndani mwangu, akiniongoza, akinionyesha yale ambayo nitakayofanya katika kazi yangu. Nitembee namna gani, niongozwe namna gani. Sitaki kujiongoza mwenyewe, lakini nataka kuongozwa na Roho Mtakatifu. Asante Yesu kwa kusikia kila mmoja kwa maombi yake. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukikushukuru. Amen. Amen.